بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، نستمر في دروسنا من كتاب شرح أصول الثلاثة. tunaendelea darasa yetu ya kitabu cha Sharh Usul Thalatha, na leo tutaingia katika martabatu thania, yani martaba tu katika martaba dini hayo. Martabatu thania, martaba ya pili, yani daraja ya pili, al-imanun, nayo iman. Wa huwa, nayo imani ni bid'u wa sab'una shu'bah, ni ina sehemu 70 na kadhaa, kuanzia 71 mpaka 79. Fa'alaha, basi ya juu, daraja ya juu ya imani, qawlu la ilaha illa Allah, ni kauli ya la ilaha illa Allah, yani hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ay la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, ndiye anayestahili kuabudiwa kwa haki. Wa adnaha, na ya chini katika hiyo imani, katika shu'ubul imani, ni sehemu za imani, imatatul adha anit tariq, kuondoa maudhi katika njia, yani kitu ambacho kiko njiani kina maudhi wapita njia, wewe ukakiondoa, ni katika daraja ya mwisho katika daraja ya imani, lakini katika imani pia hiyo. Wal haya'u, na haya vile vile shu'batun min al iman, ni sehemu ya imani, yani kuwa na haya mtu basi ni sehemu ya imani. Na ilikuja hadithi kama Mtume sasa alimkuta mtu siku moja anamuaidhi ndugu yake kuhusu haya, kwamba unaona haya vipi, usione haya wana nini. Mtume sasa akamwambia, al-haya'u min al-iman, haya ni katika imani, mwache, kwani haya ni katika imani. Kwa hii martaba ya pili ni iman, wa huwa ni bid'u wa sab'una shu'ba, ni sehemu 70 na kadhaa, yani 71 mpaka 79. Fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah, basi ya juu katika daraja ya imani ni kauli la ilaha illa Allah. Wa adnaha, na ya chini, imatatul adha ani tariq, kuondoa maudhi katika njia, ni kitu kiko njiani kinaudhi watu, kinawaudhi watu wanaopita njia, wewe ukakiondoa. Wal haya'u shu'batun min al iman, na haya vile vile ni sehemu ya imani. Sharh anasema katika qawluhu al martabatu thaniya, aliposema martabatu thaniya ay min maratibi dini, katika daraja za dini, hii ni ya pili. Wa qawluhu al-iman lughatun at-tasdiq, kilugha ni kusadikisha, yani kusadikisha kitu ndio kuamini, maana unakisadikisha hasa kile kitu, hiyo inakuwa ndio imani. Wa fi shar'i, na katika sharia, i'tiqadul bil qalbi, kuitikadi katika moyo, wa qawlu bil lisani, na kuzungumza kwa ulimi, wal amalu bil jawarih, na kufanya kazi viungo. Hii ndio imani kisheria. I'tiqadu bil qalbi, kuitikadi katika moyo, wal qawl bil lisani, na kuzungumza kwa ulimi, wal amalu bil jawarih, na viungo kufanyia kazi ile ulichokiamini. Wa huwa bid'u wa sab'una shu'ba, nayo imani ni sehemu 70 na kadhaa, 71 mpaka 79. Wa qawluhu, na kauli yake asema bid'uhi bikasri al-ba'i min ath-thalathati ila 9, yani kuanzia 3 mpaka 9, yani kuanzia kama 70, 73 mpaka 79 to bid'a. Wa qawluhu shu'ba al-juz'u min shay'in, hii shu'ba ni sehemu ya kitu, yani sehemu ya hiyo imani ya shu'ba. Bid'a hiyo kuanzia 71, ni sasa 73, sio 71, sasa nilikosea mimi, lakini ni 73 mpaka 79, maana kinaanzia 3 mpaka 9. Kwa sababu ukisema 70 bid'a, 70 shu'ba, yani sehemu 70, bid'a 70 shu'ba, yani sehemu 70, yani 73, yani bid'u wa 70, sio bid'u wa 70, ni sehemu ya bid'u wa 70 shu'ba, maana yake bid'u ndio kuanzia 9 mpaka 3 mpaka 9. Kwa hiyo kuanzia 73 mpaka 79 daraja la imani iko hivyo.
Qauluhu imatatul adha, ai aliposema imatatul adha yani kuondoa maudhi, adha kuondoa adha, ai izalatul adha kuiondoa manake adha, wa huwa ma yudhi almaratun min ahjari wal ashwaki, yani vile vinavyowauzi wale wenye kupita katika ile njia, min al ahjari ikiwa miongoni mwa mawe, wal ashwaki na miba na vitu vingine vyote vile, wanafayati wa qamati na vile vile vitu vinavyotupwa njiani vile, mfano zile hizi mnasema barkoa siji zile mnaita wenyewe zile maski zile, vitu kama hivi vinatupwa njiani, vitambaa nini. Vile vile wa malahu raihatun kariha na vile vitu ambavyo vina harufu yenye kuchukiza mbaya kabisa, min shay'in, katika vitu vyote vinatakiwa viondoshe. Wanahawi dhalika, na mfano wa hayo. Hivyo ndio vitu vya kuudhi ndio vinatakiwa viondoshwe njiani, ndio imatatul adha. Adha vitu ambavyo vinawauzi watu wanaopita katika njia. Qawluhu alhayau sifatun infialiyah, hii ni sifa ya kivitendo ambayo tahduthu anil khajali, anasema itakhruju min al-khajal, inatoka kutokana na khajal. Khajal kama kitu, mfano kuona kitu ulegevu fulani hivi. Watahjizu almar'u, na inamzuia mtu an fi'li ma yukhalifu almuru'a, yani na hii haya inamzuia mtu kutokana na kufanya mambo ambayo yanakhalifu murua, yani utu, kiutu yanakhalifu, yani ukiyafanya mambo hayo ule utu unakuwa haupo kwako wewe. Hii ndiyo haya. Waljam'u baina ma tadhammanuhu kalamu almuallif, na kukusanya kati yale ambayo ilokusanya maneno ya mtunzi wa kitabu rahimahullah ta'ala, min anna al-insana bid'u al-imani, kwamba imani bid'u wa sab'una, ni sehemu 70 na kadhaa, yani 73 mpaka 79 shuba. Wa anna al-imanu arkanuhu 6, na kwamba imani nguzo zake ni 6. Anaqul, tuseme hivi al-imanu alladhi huwa al-aqidatun usuluhu 6, imani ambayo ni aqida, itikadi, usuli yake ni 6. Wa hiya al-madhkuratu fi hadithi Jibril, nazo zimetaja katika hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalam, hainama saalahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pale alipomuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam anil imani, kuhusu imani, faqal, akasema al-imanu an tu'mina billahi, kumwamini Allah, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake Allah, wa rusulihi, na mitume yake, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, yani siku ya kiyama, wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi, na kuamini qadari za khairi na za shari katika hizo qadari. Hadithi hii alisimulia Imam Muslim katika rakam 8, rakam namba 8 tu katika Sahih Muslim. Kwa hiyo hii ndo yani arkanu 6 za imani ndo hizi. Wa amma al-imanu alladhi yashmalu al-a'mal wal anwa'uha, yani imani ambayo inakusanya amali, yani vitendo na namna za hivyo vitendo, wa ajnasiha, na jinsi ya hivyo vitendo, fa huwa bid'u wa 70 shu'ba, basi hii ipo sehemu 73 mpaka 79. Walihadha sama Allahu ta'ala, na hivi ndo ameita Allah ta'ala imanan fi qawlihi, ameita imani katika kauli yake aliposema wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, yani Allah hakuwa yeye mwenye kupoteza imani zenu, manake vitendo vyenu mlivyofanya. Surah al-Baqara. Qala mufassirun, wamesema mufassiri, yani salatukum, yani kusudia swala zenu, ila Baitul Muqaddas, ambazo mlizosali kuelekea Baitul Maqdis kabla kubadilisha kibla kwa kibla kiko Maka. Kwa hiyo Allah ndo akakusudia zile, akasema wala yudhi'a imanakum, hatapoteza imani zenu. Kwa hiyo hii swala kaijalia kwenye imani vile vile, na hii ndio ipo katika bid'u, yani wa 70 shu'ba. Lianna sahaba, kwa masahaba, kanu qabla an yu'maru bitawajjuhi ila al-Ka'ba, walikuwa kabla kuamrishwa kuelekea al-Ka'ba, yusalluna ila Baitul Maqdis, walikuwa wanasali kuelekea Baitul Maqdis. Ndio ulikuwa msikiti unaotia najisi Mayahudi leo, ule ndio ulikuwa kibla cha mwanzo kabisa wa Waislamu wakielekea kule.
Kwa hiyo ikaja hii ndio ikaja kwamba imanu hii yashmalu al-a'malu anwa'iha wa ajnasiha, yani namna za amali na jinsi ya zile amali zenyewe. Fa huwa hii ni bid'u wa 70 shu'ba, ni sehemu 70 na kadhaa, kuanzia 73 mpaka 79. Darasa yetu insha Allah itaishia hapa. Tutakuja kuzisoma arkanu sita. Hizi tutakuja kusoma insha Allah katika darasa ifuatayo. Mtu anaweza kuhisi kama inarejea maneno, lakini hayajirejei. Baadhi tu ya maneno yanakuja umuhimu, lakini bado yanaongezeka mengine. Almuhimu kufuatilia na kusikiliza ili kuweza kupata faida zaidi na kufahamu mambo ya dini yake. Muislamu anatakiwa afahamu dini yake, ifahamu. Hadha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.